Yes, amjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati, mkiwa mbali na karibu. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya, Afrika. Salamu zetu ziwafikie nyote. Na tunawatakia tena jioni njema ya leo mardi le 18 Novembre 2025. Na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu. Tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano kwenye uwanja wa vita mu territoire ya Masisi ni moto. Waasi wa AFC M23 tangu asubuhi ya leo mapema wanapigana na vikosi vya FARDC na wazalendo ndani ya eneo ya Bituna, Kasheke pamoja na Nyabashwa. Detail zote tumekuja nazo, tutawaambia hali huko ni vipi. Ndani ya mji wa Goma, Corneille Nangaa kwenye interview alitangaza mambo tofauti kuhusu vita hivi kwa sasa. Tutawaambia mengi aliyoyatangaza. Tumewaletea taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana kwa sasa ndani ya nchi ya Kongo. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV, channel inayokuletea habari za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, kucomment na kulike, kusambaza habari hizi kwa walio wengi, kujiunga nasi na sheni yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata taarifa zetu kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo mkomentere au mtuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka mtakuwa napata taarifa zetu zote kwa wakati mwafaka. Habari zetu za jioni ya leo tutazianzia moja kwa moja ndani ya territoire ya Masisi. Hapo ni ndani ya province ya Nord Kivu. Mapigano makali yalitokea Jumane hii tarehe 18 za mwezi huu wa 11 kati ya waasi wa AFC M23 na vikosi vya serikali katika vijiji vya Nyabashwa, Kasheke na Bituna. Hapo ni ndani ya grupema ya Nyamaboko ya pili. Kwa mjibu wa vyanzo vyetu vya habari mkoani humo, waasi wa AFC M23 kutoka Kazinga wamefanya mashambulizi mapema leo asubuhi kwenye maeneo ya FARDC na wazalendo katika vijiji hivyo vitatu. Moto wa silaha nzito na nyepesi ulisikika katika ukanda wa mapigano. Hali hii inazua saikolojia kamili kati ya wakaaji wa vijiji hivyo na vyombo jirani, hasa eneo ya Humura ambapo harakati ya watu tayari inazingatiwa. Na AFC M23 ambayo iliatake pale ilishambulia nafasi za FARDC na wazalendo kwa lengo la kusonga mbele na kukamata maeneo haya. FARDC na wazalendo hapo waliresiste mpaka kwa sasa wangali na kontrole eneo ile. Yani eneo ile iko mikono ya FARDC na wazalendo. Mashambulizi yanaendelea kusikika hapo. FARDC plutôt AFC M23 inaendelea kushambulia ikirenforce kutoka Kazinga ili wakamate maeneo hayo, ila wajafanikiwa kabisa. FARDC na wazalendo wangali na kontrole ya maeneo hayo. Hali ni tete mpaka kwa sasa, mapigano yanaendelea. Jioni hii tuko naongea, mapigano yanaendelea tangu asubuhi kabisa. Eneo hizi ni moto. FARDC na wazalendo wako na resiste pale ili AFC M23 isije ikakamata maeneo hayo. Na mapigano haya yanayoendeshwa na AFC M23 yanakiuka wazi makubaliano ya usitishaji vita walioyakubaliana juzi samedi, na wazalendo walishutuma AFC M23 kwa kukiuka hayo. Acha tuone wazalendo walitangaza nini kuhusu AFC M23 kukiuka makubaliano hayo. Wapiganaji wa wazalendo hawa wanamgambo wanaoshirikiana na jeshi la Kongo walishutumu katika taarifa yao mashambulizi wanayoyapata kutoka kwa AFC M23. Jumamosi, serikali ya Kongo na AFC M23 zilitia saini makubaliano ya mfumo wa amani huko Doha, na wazalendo wanasema ya kwamba ukweli wa hali ya juu ulizungumza zaidi kuliko saini. Siku hiyo hiyo mashambulizi yaliyoratibiwa yalifanywa dhidi ya nafasi zetu na watendaji wale ambao walipaswa kuheshimu usitishaji vita. Huu ni ushahidi tosha kwamba mbali na kufungua enzi mpya, Doha imezaa udanganyifu dhaifu. Wazalendo walitangaza hayo. Wanadai kuwa
siku hiyo hiyo ya kutiwa saini makubaliano hayo, AFC M23 ilizishambulia nyadhifa za wazalendo wa SNDH FDP kule Kashanje hapo Masisi, ikawashambulia wazalendo wa UPLC huko Mikenge teritwari ya Mwenga, ikawashambulia wazalendo wa CMC-FDP kule Kitunda mu eneo za Ruchuru. Hali hiyo hiyo ilizingatiwa mnamo le 16 dimanche huko Ikobo mu Walikale na katika makao makuu ya CMC huko Rubwe mu teritwari ya Ruchuru. Na wazalendo wanasema ya kuwa ukweli huu unaonyesha kwamba baadhi ya watia saini wanatafuta tu kufungia FARDC katika usitishaji vita wa udanganyifu, huku wakifuata mkakati wa kimbinu wa ushindi. Wazalendo wanaona kwamba makubaliano hayo kabisa ni ya kutia mtegoni FARDC ibakie mu cessez-le-feu na AFC M23 itumikishe njia hiyo kwa kusonga mbele. Wanaishutumu kwa hayo mashambulizi iliyoyafanya tangu le 15 siku ya kusaini makubaliano hayo, le 16 dimanche siku ambayo ilifuata mapigano yakaendelea, na siku ya leo AFC M23 hapo Masisi inaendelea kushambulia nafasi za wazalendo vile na FARDC. Wazalendo upande wao wanaona ya kwamba FARDC haipaswi kuheshimu usitishaji vita na kukaa kimya wakati inashambuliwa. Inapaswa kuwashambulia hawa waasi wa AFC M23 bila kusimama, inaendelea mpaka inakomboa nchi ya Kongo wakisaidiana wote kwa ujumla. Wazalendo wao wakubali hayo kabisa. Depuis siku za kwanza kwa maongezi na makubaliano, wazalendo walikuwa wakipinga hayo, na kwenye ligne de front wanachokiona ni kwamba ni kweli walichokuwa wakikipinga makubaliano wanayasaini, ila kwenye front AFC M23 inakiuka hayo. Tuendelee na taarifa zetu, tuelekee ndani ya Goma. Corneille Nangaa mjini Goma kwenye interview alisema ya kwamba kunapita miezi 10 na banki hazitumike zinafungwa. Kuna mafra kongole ambazo ziko na patikana pale, na wakaaji watakuja kukamata decision waanze kutumikisha franka za wa etranger, franka zinazotoka Rwanda, franka zinazotoka pale Uganda. Anasema ya kwamba gouvernement ya Kongo inapaswa kufungua banki kwa ajili ya wakaaji wanaoishi hapo. Na hapa nakumbuka juzi alikuwa amesema ya kwamba gouvernement ya Kongo haiwezi ikafanya maamuzi yoyote mu maeneo wanayoyaongoza. Alisema hayo wakati walikuwa wamekataa kufunguliwa kwa aeroport ya Goma, ile ambayo gouvernement ya Kongo ilisema kwamba itaifungula mwisho wa mwaka huu. Kinachoshangaza sasa hapo ni ya kwamba wakati inafika ku krize ekonomike inayowapiga hapo, wanaona ya kwamba gouvernement inaweza kukamata maamuzi ya kufungua banki, na upande wa aeroport hapo gouvernement ya Kongo haina maamuzi. Amoni ya kwamba hapo kuko mambo tofauti. Realite yenye iko pale ni kusema ya kwamba hawana uwezo nao wa kupiganisha krize ambayo iko pale. Ndiyo maana gouvernement ya Kongo ndiyo ambayo ina uwezo huo, wanataka banki zifunguliwe. Wanaona ya kwamba gouvernement ndiyo ambayo ina uwezo huo. Na upande mwingine ni ile mambo ya aeroport, ni kusema tu waonesha kwamba gouvernement haina maamuzi pale. Mimi nawaambia na ile aeroport itafunguliwa wakati utakapofika. Iko tu kusema, kutaka kuonesha kwamba nao nguvu wanazo, kila kitu wanaweza wakakimetrize, me hakuna kumetrize ile hali ndani ya mji wa Goma. Wakaji wanataka misaada na krize hiyo inayowapiga imewashinda, ndipo wanakumbuka kwamba gouvernement inaweza ikamua hayo. Realite ni ya kwamba hawawezi kabisa kujere hali ambayo iko huko, na ile kusema no aeroport haitafunguliwa na maamuzi haiko ya Kinshasa, itafunguliwa wakati siku itafika, na hayo mtayaona.
ndani ya ile interview alikuja kusema ya kwamba Tshisekedi iko nafanya nao maongezi huko Doha paske haiko kupenda kwake me ni obligation. Yani wao ndio ambao walimuoblige kufanya maongezi nao. Yani inamaanisha kwamba kumshinda ndio ambayo iliachaka anaingia Qatar. Alisema kwamba wangeliendelea kabisa na ritme yao wakati walikamataka Goma, Bukavu na maeneo tofauti Sud Kivu, kama leo walishakafika Katanga, na alionyesha haya akionyesha kwamba kukamata Goma na Bukavu walikuwa wamemshinda Felix Tshisekedi, ndio maana alifikaka huko Doha kufanya nao maongezi. Na hapa ninachojiuliza ni hiki, nani aliyewasimamisha sasa? Kama walikuwaka na ile uwezo, nani ambaye aliwasimamishaka? Mpango wao ni kufika Kinshasa. Alisema kwamba wangeendeleaka na ile ritme kama leo wako Kinshasa. Nani plito wako Katanga? Nani aliyewasimamisha sasa? Ile ni kama tu nitasema ni kujionesha ama kuonesha watu ya kwamba wana uwezo huo, ila huo uwezo hauko kabisa. Hakuna aliyewasimamisha na mpango wao ni kufika Kinshasa kama wanavyosema sasa. Kusema no, wangeendeleaka vile wangelifikaka Katanga, hakuna aliyewasimamisha. Na ile ritme ndio yenyewe walikuwaka nayo mpaka kusimamishwa pale ambapo wanasimamia. Haiko kusema no, ni wao ambao wanataka. Hakuna kabisa vita iko kama mchezo wa football match hivi. Leo utashinda, kesho utashindwa. Ile kusema no, niko na kontrole kila kitu ninavyotaka. Wanasemaka ya kwamba leo ni mimi, kesho ni wewe. Hivyo basi haiko kusema no, wao ndio wenye walikatalaka kusonga mbele. Hapana kabisa, ile nitasema ya kwamba ni kama kujitapa tu, ile kujitapa kabisa. Tuendelee na taarifa zetu. Leo Martin Fayulu alikuja kupana message kwa wakongomani wote na akakuja kumpa message Felix Tshisekedi. Ndani ya message yake alikuja kuonesha kwamba Felix Tshisekedi anapaswa kufanya dialogue nationale ili mambo yote yaishe ama matatizo ya vita yaishe. Alisema hivi Monsieur Felix Tshisekedi, kwa jina la wakaaji wetu waliokufa na wale ambao wako hai, tunakuita kwa kuingia mu dialogue nationale. Kama si hivyo, histoire kabisa itakugeukia, utakuwa responsable wa balkanisation pamoja na Monsieur Kagame, president wa Rwanda, na Kabila. Martin Fayulu anaamini ya kwamba dialogue nationale ndiyo ambayo itakuja kumaliza matatizo yote. Utajiuliza ya kwamba sasa mu dialogue nationale maamuzi yatakayotoka hapo ni ya wapi? Mbone mpango wa M23 ni kubalikanize nchi ya Kongo. Ile dialogue italeta maamuzi gani ya kufukuza M23 maeneo ambayo ni yakamata kama si vita? Nitakuja kufuatilia mambo ya dialogue nationale kwa ndani, nijue dialogue nationale wanataka kukue nini. Nitawambia wanataka president Felix Tshisekedi ingie ndani afanye hiyo dialogue, ndipo solution itapatikana. Ndani ya message yake aliendelea na kusema ya kwamba hakuna akoro yote kabisa ambayo inaweza kwenda vizuri wakati uadilifu wa Kongo, nchi ya Kongo kabisa iko napigwa. Alisema hayo Martin Fayulu. Tuendelee na habari zetu, tuelekee ndani ya Kinshasa. Kijiji cha Domi kilicho umbali wa kilomita 120 kutoka kituo kikuu cha treni cha Kinshasa kimechaguliwa rasmi kama eneo la kambi ya wanamgambo wa Mobondo ambao wamekuwa wakihangaisha wilaya ya Maluku.
Makubaliano hayo yalifikiwa Jumamosi iliyopita wakati wa mkutano kati ya hifadhi ya wanajeshi wa ulinzi IRAD, machifu wa kimila, jumuiya za kiraia za mitaa, madiwani na manispaa na meya wa Maluku uliofanyika kwenye ukumbi wa mji wa Komine. Mkutano huo ulilenga kuoanisha misimamo mbalimbali kuhusu eneo la kupita kwa wanamgambo ambao kwa hiari yao waliweka silaha chini ya kujisalimisha kwa RAD. Ujumbe huo kutoka katika hifadhi ya silaha ya Wizara ya Ulinzi uliongozwa na naibu mratibu wake wa kitaifa anayehusika na uendeshaji na uajiri Brigadier Generali Godas Emery. Mkurugenzi wa operesheni za kijeshi na raia alisisitiza hitaji la dharura la kukomesha mapigano kati ya jamii. Kolonele Mulumba Supire alisema ya kwamba tunataka kuwe na mazishi kamili ya shoka na kusiwe na vita vya kidugu kati ya Teke na Yaka. Hiyo ndiyo hatari ya mwisho inayotafutwa, alisema koloneli huyo. Baada ya majadiliano, wadau hao walikubaliana na mchakato wa kuwezesha kuwaunganisha tena wanamgambo wa Mobondo. Meya wa Maluku alitoa kibali chake. Alisema kwamba RAD haijakuja kuua watu wala kuandamana na Mobondo, ni dhamira ya kuleta amani kwa watu wetu. Ni lazima tuandamane na kuwaunga mkono ili misheni hiyo ifanikiwe, alisema Alexi Mampa Mundoni, meya wa Maluku. Ujumbe wa machifu wa kimila pia ulionyesha kuunga mkono mchakato huu wa kurejesha amani katika sehemu hiyo ya mji mkuu. Asante sana rafiki zangu wa ndugu zangu kwa kuwa nasi ndani ya habari zetu. Kama kawaida ni Bauma na waomba kusubscribe ili kukuwa napata habari zetu kwa kila wakati. Merci.